wahitimu wetu, vyeti mtakavyopata leo si mwisho wa safari ya elimu, bali ni mwanzo wa jukumu kubwa la kulitumikia taifa letu. Leo mtapata vyeti. Mjue leo ndio safari ya kulitumikia taifa letu inaanza. Nawahimiza muendelee kujifunza, kubuni na kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani katika sekta ya usafirishaji. Mmemaliza digrii zenu, mmemaliza vyeti vyenu, lakini sasa ndio mnakwenda kuanza kujifunza. Tunaamini kwa malezi mliopata hapa, kwa uweledi mliopewa hapa, mnakwenda kufanya vizuri huko nje. Nendeni mkajitume, nendeni mkafanye kazi. Ninaamini mtafanikiwa vizuri sana na Mungu atasimamia na atawabariki. Aidha, wahitimu wetu, napenda kuwakumbusha umuhimu wa maadili, uzalendo na uwajibikaji. Maadili, uzalendo na uwajibikaji. Maneno haya matatu ni muhimu sana katika maisha yetu sote. Kama huna maadili, kama huna uzalendo, kama huwezi kuwajibika, huwezi kwenda mbali. Lakini ninaamini kwa matayarisho mliotayarishwa, kwa elimu mliyopitishwa hapa, nyinyi mna maadili, mna uzalendo na mnaweza kuwajibika. Nendeni mkafanye wajibu wenu. Taifa letu linawategemea ninyi kuwa mfano wa kuigwa katika utendaji kazi, uadilifu na kuheshimu sheria na taratibu za kazi mnazokwenda kuzifanya. Wageni waalikwa, ndugu wahitimu wetu, mabibi na mabwana, wahitimu wetu na wadau wa sekta, ninafahamu ya kuwa kuna uhitaji mkubwa wa bodi ya usajili wa wataalamu wa uchukuzi. Kwa hivyo serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo chuo cha usafirishaji iko katika hatua za kuandaa mapendekezo ya kutunga sheria ya bodi ya usajili wa wataalamu wa uchukuzi. Lengo la bodi hii ni kuwatambua, kuwasajili na kusimamia weledi na maadili ya wataalamu wa uchukuzi na usafirishaji, ili kuhakikisha kwamba kazi zote za usafirishaji zinasimamiwa na watu wenye taaluma stahili kama nyinyi. Napenda nichukue nafasi hii kuwakumbusha wahitimu kwamba mafanikio yao hayatapimwa kwa mitihani tena kama yalivyokuwa yakipimwa hapa chuoni, bali yatapimwa kwa viwango na ufanisi katika utendaji wa kazi. Hivyo niwahimize kukumbuka majukumu yao, kuyafanya kwa ufasaha, kujituma, ubunifu na nidhamu na uadilifu. Naomba mgeni rasmi nipigie mstari nidhamu na uadilifu. Wahitimu, ninaomba niwaase tena. Unaweza ukawa una first class, lakini ukikosa nidhamu na uadilifu, ile first class yako haiwezi kuonekana. Ninatambua kabisa mmekuwa waadilifu hapa chuoni. Ninaomba huo uadilifu ukaende kuonekana sehemu za kazi. Vile vile na washauri mtumie elimu mlioipata kujiendeleza zaidi, kwani elimu haina mwisho. Kuhitimu kwenu leo kuwe mwanzo wa safari nyingine ya kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia napenda kuwapongeza wahadhiri na watumishi wote wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kwa jitihada na kazi nzuri ya kuhakikisha wahitimu hawa wanapata mafunzo stahiki na kukamilisha safari yao ya kitaaluma kwa mafanikio.